وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Ndugu Waislamu, katika khutba ya Ijumaa ya leo tunazungumzia maudhui ambayo ni muhimu na ni adhimu katika maisha ya kila Muislamu, kwa sababu kila Muislamu na kila muumini anayemwamini Allah subhanahu na anayeamini siku ya mwisho na anayemwamini na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila Muislamu anatamani na anafanya bidii ili apate mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kumpenda. Kama ambavyo Muislamu huyu anatakiwa kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kila Muislamu yupo katika matamanio makubwa sana na matarajio makubwa sana ya kuwa katika hali ya kuwa Allah azza wa jalla anampenda yeye. Hili ni swala muhimu sana kwa kila Muislamu. Walakini ni muhimu kwa Muislamu huyu kujua ya kwamba kuna watu fulani kwa sababu ya sifa zao fulani walizonazo, basi Allah subhanahu wa ta'ala watu kama hao hawapendi wala hawezi kuwa na mapenzi nao. Sasa jambo ambalo tunahitajika tulisome kama Waislamu na tulielewe kwa ndani na tulifahamu, tulihifadhi, tutoke nalo katika khutba ya Ijumaa ya leo, ni kuwajua sampuli za watu aina mbalimbali ambao Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu hawapendi watu kama hao, kwa lengo na madhumuni ya kwamba kila Muislamu awe mwangalifu asije akawa miongoni mwa watu kama hao. Wakati wewe unataraji Allah azza wa jalla awe anakupenda, kumbe wewe ni miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi. Na bila shaka tunaelewa katika akida, kiumbe yoyote yule ambaye Allah azza wa jalla hatampenda, basi kiumbe huyu amekwisha kuharibikiwa katika ulimwengu huu na amekwisha kuangamia yaumul qiyama. Na ikiwa hatafanya bidii na kugeuza hali yake ili Allah azza wa jalla awe ni mwenye kumpenda, basi yaumul qiyama atakuwa ni mwenye hasara kubwa sana. Ndugu Waislamu, tunapoisoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, tunapata jawabu ya swala hili ambalo nimelitanguliza. Ni watu gani ambao Allah azza wa jalla huwa kawaida hawapendi? Kwa sababu ya sifa walizonazo, kwa sababu ya aina ya watu hao vile walivyo. Ni muhimu sana Muislamu kujua swala hili ili kuangalia wewe katika mizani yako kila unapoishi, kila siku na kila jioni, nisije nikawa miongoni mwa watu aina hiyo, au watu waliotajwa katika orodha hiyo waliotajwa ndani ya Qur'an. Kitazama Qur'ani pekee yake, kwa sababu swala hili limezungumzwa ndani ya Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati hautatosha kuzungumza aya mawili yote pamoja. Kwa hiyo tutatosheka na Qur'ani katika khutba ya Ijumaa ya leo kwa sababu ya watu aina ya kwanza ambao Allah azza wa jalla ametangaza ndani ya Qur'ani yake kwamba hawapendi. Na watu hawa alhamdulillah, sisi waumini au sisi Waislamu tunaamini kwamba hatupo miongoni mwa watu hao. Maana Allah azza wa jalla atuambia ndani ya Qur'ani watu aina ya kwanza, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi makufari, hawapendi makafiri. Kwa kila muumini na kila Muislamu aliyetamka shahada bila shaka hayuko katika grupu kama. Lakini pia Muislamu atakiwa achunge
Pia Muislamu pamoja na Uislamu wake atakiwa kuwa na makini, kwa sababu kuna baadhi ya mambo, kuna baadhi ya maneno, kuna baadhi ya vitendo ambavyo unaweza ukavisema au ukavifanya au ukavitamka kwa kujua au bila ya kujua, utakutia katika ukafiri. Ukadhani ya kwamba unaendelea kuishi katika Uislamu, kumbe tayari umeshatoka katika Uislamu bila ya kujua. Na mambo haya yanajulikana kwa wanazuoni na waqidul al-Islam, mambo yanayomtoa Muislamu katika Uislamu. Hiyo ni maana yake kama. Lakini nikipiga tu mfano mmoja, kwa mfano Muislamu anayechezea shere mafundisho ya Uislamu, Muislamu anayefanyia mzaha maneno ya Allah azza wa jalla na mafundisho ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na sheria zilizopo ndani ya Uislamu, anasifanyia kama mambo ya upuzi na mambo ya michezo. Kulingana na wanazuoni na kulingana na maneno ya Allah azza wa jalla na walivyo fasiri wanazuoni maneno hayo, basi Muislamu kama huyu Uislamu wake utakuwa katika mashaka makubwa na huenda akawa ametoka katika dini ya Uislamu. Sampuli ya pili ya watu ni al-mu'tadun. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Allah azza wa jalla subhanahu hawapendi watu wanaoitwa mu'tadin. Na mu'tadina ni watu wanaovuka mipaka. Al-mu'tadi huwa man yatajawaz al-hudud, ni yule anayevuka mipaka ya Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa jalla wa ala ana mipaka yake katika sheria, ana vituo vyake maalum alivyoviweka ndani ya sheria. Akakwambia, ewe Muislamu, fanya mambo yako katika mipaka hii maalum. Usivuke mpaka huu, utaingia katika mambo ya haramu. Usivuke mpaka huu, utaingia katika maasi. Usipite hapa ambapo Allah azza wa jalla ameweka kituo chake maalum. Muislamu akawa ni mwenye kuvuka, huyo ni katika mu'tadin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu kama hao. Kwa hivyo kiwa Muislamu unaishi katika Uislamu na katika imani, kuwa makini mno kuangalia mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, usije ukaivuka, maana unaovuka mipaka ya Allah azza wa jalla hao ni mu'tadin. Qur'ani kwa mfano inatupa mifano miwili ya haraka tunataja kwa sababu ya time, ya kuwajua watu mu'tadina wanakuwa aina gani. Aina ya kwanza ya watu anaingia katika fungu la al-mu'tadin ni wale ambao wanavuka mipaka katika maombi, katika dua. Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fi Qur'an al-Majid, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Muombeni Mola wenu Allah azza wa jalla tadarruan, hali ya kuwa katika khushu' na unyenyekevu, wa khufyatan, wasiti. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Allah azza wa jalla hawapendi watu wanaovuka mipaka katika dua. Kwa hivyo pia katika kuomba dua kuna watu wanaovuka mipaka katika kuomba dua. Mfano wa kuvuka mipaka katika dua ni kuomba jambo la haramu, kuomba jambo la maasi. Unataka kwenda kufanya jambo la maasi, jambo la haramu, la uizi, jambo la haramu, kwa mfano la uzinifu wal iyad billah, au mambo aliyoyakataza yoyote ya Allah azza wa jalla, kisha unamuomba Allah akusaidie katika kufanya mambo yako. Kama vile mtu anataka kuiba, amwombe Allah azza wa jalla, ya Rabbi, na kuomba unisaidishie kazi yangu hii. Kazi gani? Ya kwenda kuiba, ya kwenda kufanya dhulma, ya kwenda kufanya udanganyifu au uzinifu au mambo machafu au mambo ambayo Allah ameyakataza. Kisha unaomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo kama haya. Hii inaitwa i'tida fi dua. Kadhalika kunyanyua sauti kubwa sana pahala ambapo utakiwi kuinua sauti kubwa wakati wa kuomba dua, pia hiyo ni i'tida katika dua. Kama alivyosema Allah azza wa jalla, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Huu ni mfano wa i'tida ambayo Muislamu anaweza kufanya katika maisha yake. Kadhalika i'tida nyingine Muislamu anaweza kuingia ndani yake katika maisha ni i'tida ya kuharamisha
yale mambo ya halali aliyomhalalishia Allah azza wa jalla mja wake, au kinyume chake Muislamu akahalalisha yale ambayo ni haramu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban, kuleni katika yale ambayo Allah azza wa jalla amewahalalisheni halalan tayyiban. Sasa akija Muislamu akayafanya yale mambo ya halali kwamba ni haramu, hiyo ni ihtidaa, kuvuka mipaka katika sheria za Allah subhanahu wa jalla wa ala. Wa inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin. Aina nyingine kadhalika ya watu ambao Allah azza wa jalla hawapendi katika Qur'an ni adh-dhalimin, watu madhalim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waziwazi katika Qur'an, wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu madhalim. Dhulma inakuja katika sura nyingi, aina mbalimbali. Kuna dhulma ya mja kumfanyia Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio dhulma iliyokubwa zaidi, ambayo ni dhulma ya shirki, ambayo ni dhambi la shirki. Inna shirka la dhulmun adhim, ile ndio dhambi kubwa zaidi analifanya mwanadamu kumfanyia Mola wake. Kadhalika kuna dhulma ambayo mja anaifanya kumfanyia mja mwenziwe, kumfanyia kiumbe mwenziwe dhulma. Hii kadhalika inaingia katika aya hii. Allah azza wa jalla anatuambia wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah hapendi dhulma yoyote ambayo mja anaifanya kumfanyia mja mwenziwe. Allah azza wa jalla hapendi mja kama huyo. Hata ukawa unafanya ibada namna gani, hata ukawa mzuri au mwema namna gani, maadamu maisha yako unaishi katika kuwadhulumu Waislamu au waja wenzio pasina haki, watu hawajakukosea kwa namna yote, wewe unaofanyia dhulma ya aina mbalimbali, iwe ni mali, iwe ni dhulma ya kuchafua majina yao, iwe ni dhulma ya kuharibu status zao na nyinginezo, dhulma aina mbalimbali, zote Allah subhanahu wa ta'ala ameziharamisha. Na ya mwisho ni dhulma ya mja yeye mwenyewe juu ya nafsi yake. Wewe kuna dhulma mja anaifanya kwa Mola wake, kuna dhulma mja anaifanya na mja mwenziwe, na kuna dhulma anaifanya mja juu ya nafsi yake yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa maamrisho kadhaa yatekeleze. Amekuambia ewe Muislamu, miongoni mwa maamrisho uliopewa ni kusimama alfajiri kuswali. Wakati swala ya alfajiri inadaiwa, as-salatu khairun min an-nawm, Waislamu waume wanatakiwa kwenda misikitini kuswali. Sasa kuna Waislamu wengine nidaa kama hii, mwito kama huu wanausikia, lakini wanaendelea kukoroma na kuenjoy katika usingizi wao hawajali. Hii ni dhulma anaifanya huyu Muislamu juu ya nafsi yake yeye mwenyewe, hajadhulumu mtu, lakini nafsi yake mwenyewe amedhulumu. Maana yaum al-qiyama hesabu ikisimamishwa na mizani ikisimamishwa, itaonekana kwamba swala zako zilikuwa zina mushkili mkubwa sana. Unaswali wakati ule ambapo una shida, wakati una mahitaji kwa Allah azza wa jalla, wakati una ugonjwa, wakati una maskini, wakati ni fukara, wakati unataka kazi, ndipo unamwona Muislamu anaingia misikitini kuswali. Lakini sasa hivi kazi amepata, sasa hivi mali anayo, sasa hivi mahitaji yake yamekuwa ni machache sana, anaona kama ambaye hamuhitaji tena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, wal madhalim kadhalika ni miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi. Sampuli au aina nyingine ya watu ambao Allah azza wa jalla la yuhibbu ni kila ambaye amejaliwa na furaha, na kuwa na furaha hakuna mushkil. Allah azza wa jalla amekuneemesha neema yoyote ile, iwe ni neema ya mali. Kwa mfano, mali ile ulionayo kwa furaha na ile mali unayo hii hapa mpaka hapa kuna shida. Shida inakuwa kwamba ile sababu ambayo Allah amekujalia wewe kuwa na furaha, furaha ile ikakupelekea katika kujiona, furaha ile ikakupelekea katika kuwa na kiburi, kuwa na majivuno mbele ya wanadamu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio furaha mbaya.
Hii ndio furaha inayomuudhi Allah azza wa jalla, ambayo haipendi kwa mja kuwa nayo furaha kama hii. Furaha hii imetajwa ndani ya Qur'an. Mfano wake ni pale Qarun, yule aliyeruzukiwa mali nyingi, tajiri mkubwa, alikuwa ni tycoon mkubwa sana wa watu wake. Leo tunazungumzia, tunapowapanga matajiri tunaweka katika orodha za milionea na bilionea na trilionea. Sijui Qarun atakuwa wapi katika hapo, lakini kulingana na maelezo ya Qur'an nafikiri ni zaidi ya hayo aliyotaja. Maana Qur'an inasema funguo zake au funguo za hazina za Qarun zilikuwa zinabebwa na watu waliokuwa na nguvu. Hizo ni funguo za kwenda kufungua hazina za mali ya Qarun. Kwa hiyo mali yake itakuwa ni kiasi gani? Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Watu wake wakawa wanamwambia ewe Qarun, usiwe na furaha mbaya, furaha ya majivuno, usiwe na furaha ya kujiona na kujigamba. Kuwa na furaha ya kushukuru, kuwa na furaha ya tawadhu ambayo Muislamu anatakiwa kuwa nayo. Allah azza wa jalla amekuruzuku mali, amekupa biashara nzuri, amekupa mali nzuri, unatakiwa kuwa na furaha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, katika moja wapo wa tafsiri za wanazuoni ni furaha ya aina nyingine yote kando na furaha ya Uislamu. Furaha hii, lakini si furaha ambayo itakupelekea kujiona na kujigamba mbele ya watu na kuwa na majivuno mabaya na kuwa na kiburi. Qarun aliambiwa la tafrah, inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu walio na furaha ambayo inawapelekea katika tughyan, inawapelekea katika madhambi, inawapelekea katika kibri, katika i'jab na kujiona kwamba yeye ndio yeye amefika, wale wengine, watu wengine wote walioko chini yake ni kama takataka. Ndio maana akasema inna ma utituhu ala ilmin indi. Watu aina nyingine ambao Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika hawapendi ni mukhtar fakhur. Al-mukhtar al-fakhur, hizi sifa mbili zimekuja katika Qur'ani kwa pamoja. Qur'an inasema ya Qur'an, inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah subhanahu wa ta'ala ampendi kila ambaye ni mukhtal na ni fakhur. Hizi sifa Allah azza wa jalla amezichanganya pamoja kwa sababu zinakwenda pamoja. Kila unapomwona mtu mukhtal, basi ujue huyo ni fakhur, na ukimwona fakhur utajua huyo ni mukhtal. Ndio maana zimetajwa kwa pamoja ndani ya Qur'an. Na mukhtal fakhur ni mtu aliye na sifa ya kujiona yeye kwamba ndiye bora, yeye yuko juu zaidi kushinda wengine kwa sababu ya neema yoyote ambayo Allah azza wa jalla labda kumtunuku nayo. Pengine amepewa neema ya mali, pengine amepewa neema ya elimu, pengine amepewa neema ya nasaba, pengine amepewa neema ya cheo au madaraka. Sasa kile cheo chake na madaraka ikampelekea yeye kwanza kujiona kwamba yuko juu kushinda wanadamu wengine. Yeye ni bora kuliko wale wengine wote ambao wanawaona ni kama takataka zina maana yote. Fakhur ikashikanishwa na sifa hii kwa sababu wale watu wengine itakupelekea sifa ya kwanza kuwadharau wanadamu na waja wengine usiokuwa wewe. Ndio maana Allah azza wa jalla sifa hizi mbili akaziweka. Akatuambia ndani ya Qur'an, inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maneno haya yamenukuliwa katika jumla ya wasia wa Luqman aliyompa mwanawe Luqman al-Hakim siku alipokaa na mwanawe kumsomea wasia, kama ambavyo baba anatakiwa saa zote kukaa na wanawe kuwapa wasia. Kila ukikaa ukipata muda na wasaa, kaa na mwanao mtoto wa kiume, kaa na mwanao mtoto wa kike, binti yako, patie wasia wa maisha, patie wasia katika dini. Mweleze dunia hii inakwenda vipi, mweleze Allah azza wa jalla anataka nini, mweleze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa risala gani na malengo gani. Na yawm kiyama, ewe mwanangu, nakutaka ukifufuliwa uwe katika hali gani. Maana kuna watu wengine watakwenda kuwashtaki wazazi wao yawm kiyama.
hawakufunzwa dini, kwanza kwamba hawakuonyeshwa njia ya haki, njia hiyo ya sawa kuanzia udogoni. Wazazi waliozaa, baba alimzaa mtoto kwa mtupilia mbali, hana haja naye, wala hataki kufuatilia wala kujua mtoto yule aliishi. Kwa hivyo Luqman alikana mwanawe akamwambia, wala tusahir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ewe mwanangu, usiwageuzie watu shavu lako, kwa maana kwamba usiwaoneshe watu madharau. Usizungumze na mtu wakati yule aliyeko mbele yako umwangalie, unaangalia kwingine, kumuonesha kwamba mimi ni bora zaidi kushinda, sina time hata kukuangalia. Hii ni madharau. Wala tusahir khaddaka linnas, usiwadharau watu. Wala tamshi fil ardi marahan, wala usitembee juu ya ardhi hii kwa kibri na majivuno. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi mtu yoyote, hampendi mtu yoyote ambaye ni mukhtal, mwenye kujiona, mwenye kujivuna, fakhur, na mwenye kuwadharau wengine. Mukhtalun fi nafsihi fakhurun ala ghayrihi au fi ghayrihi. Mtu mwingine kadhalika katika orodha hii ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi ndani ya Qur'an ni mtu yoyote aliye na sifa ya khiana. Khiana ni tamko kubwa sana, na sisi tunapozungumza swala la khiana, mara nyingi akili zetu zinakwenda kwenye khiana ya mali. Umekabidhiwa mali, ukae nayo, umepewa mali kama amana. Mwenye ile mali, anayehusika na ile mali, siku anapokuja kutaka ile mali yake, anapoidai unamregeshea haki yake kamili. Usimruke wala usimbadilishie kiwango kumwambia ulinipa 1080 ili hali unajua kwamba nilikupa 100,000. Hii ni khiana ya mali. Lakini tamko la khiana katika sheria ya Kiislamu sio katika mali pekee yake. Tamko la khiana ni tamko kubwa sana ndani ya sheria ya Kiislamu. Iko khiana ya baina zawjaini, khiana baina ya mume na mke. Mke anapoanza kutoka nje na kufanya mambo yasiyofaa kinyume na vile mumewe anavyostahili kupewa heshima yake na kuhifadhiwa, mke akatoka nje akaanza kufanya mambo ambayo mumewe hajui yule mke anafanya. Mume alimwamini, uliomba ruhusa wewe, ewe mke, uliomba ruhusa, kumwambia mumewe nipe ruhusa nende kazini. Husband akakupa ruhusa nenda kazini, akiamini kwamba utakwenda kujihifadhi, akiamini kwamba utakwenda kuchunga heshima yako na heshima yake yeye yule mume. Lakini mke wa Kiislamu anakuja kushawishiwa na shetani, na imani yake inaanguka, inakuwa dhaifu, na shawa zinamdhilimu, anaanza kukosa tarbia na anaanza kukosa maadili na misingi ya Kiislamu, na kwenda kinyume na mumewe ambaye amemwamini katika shughuli na kazi kama hiyo. Na khiana haiwi kwa upande wa mke peke yake, ipo pia kadhalika kwa upande wa mume. Khiana kadhalika ipo katika kazi. Tajiri amekuweka kazini ukiwa wewe ndio msimamizi wa kazi, wewe ndio msimamizi wa mali, wewe ndio msimamizi wa hazina na kila lile jambo ambalo tajiri amekukabidhi kama amana. Ukienda kinyume na ukakubali kufanya ufisadi katika mali ya yule tajiri, ukakubali kufanya mambo yasiyofaa katika mali ya yule tajiri, hii ni khiana. Una khiana mpaka ya wakati, khiana ya wakati. Ikiwa umekubaliana na tajiri ya kwamba masaa ya kazi kuanzia saa hii mpaka saa hizi, kuanzia wakati huu mpaka wakati huu, katikati ya ule muda wewe ukawa unatoroka unakimbia, ile khiana kadhalika ya kazi. Kuna khiana aina nyingi sana ambazo Muislamu anaweza kuzifanya katika maisha, na ndio maana tunatakiwa tuwe waangalifu katika swala hili. Allah azza wa jalla anatuambia ndani ya Qur'an, inna Allaha la yuhibbu al-kha'inin. Allah azza wa jalla hawapendi watu makhali, watu
umeaminiwa katika jambo, kisha unakuja unazunguka unageuka katika lile jambo ambalo umeaminiwa. Umeahidiana na mtu kwamba jambo hili litakuwa aina fulani fulani fulani. Wewe ni contractor, unajenga nyumba au unatengeneza kitu, ukakubaliana na yule unayemtengenezea nyumba, ukamwambia nyumba hii itakuwa masafa yake ni hivi na hivi na hivi, square mita kadhaa, square futi kadhaa, itakuwa hivi na room 3 na kadhalika na kadhalika. Unakuja kujenga nyumba tofauti na vile mlivyokubaliana. Khiana fi adai al-amal. Mwenye nyumba pia kiangalia nyumba yake anakuta ni square feet 800 na wale mwambia ni 1200 1500. Alikuwa mimi. Lakini baadaye unakuja kumzunguka kumfanyia khiana kwa sababu ya kupata faida za kidunia ambazo hutokaa nazo milele. Utaenjoy na zile pesa ambazo umekula za haramu. Utastarehe na pesa za haramu, na pengine pesa zile zitaanza kukuadhibu kuanzia hapa duniani. Kisha kesho yawm al-qiyama tutakwenda kukutana na hisabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ingawa wakati wetu wa Jumaa kabla kumalizika khutba, lakini tukimalizia kwa haraka miongoni mwa watu waliobakia katika orodha ya watu wasiopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wanaofanya ufisadi. Ufisadi wa aina yoyote ile ambayo Muislamu au mja au kiumbe anayofanya katika dunia hii, hao watu Allah azza wa jalla hawapendi kwa njia yoyote na kwa namna zote. Yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Aya nyingine inasema wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah azza wa jalla hawapendi watu wanaofanya ufisadi, na Allah subhanahu wa ta'ala haupendi ufisadi wenyewe. Ufisadi wa kila aina. Kuna ufisadi unaofanyika juu ya ardhi, dhahara al-fasad fil bahri, na kuna ufisadi unafanyika baharini wal bahri, na yote haya yanafanywa na mikono ya wanadamu, bima kasabat aydin nas. Leo ukiangalia ulimwengu huu namna ulivyojaa ufisadi, huu ufisadi wote umefanywa na wanadamu. Haya mambo maovu mabaya ya kila aina ni ufisadi yanafanywa na wanadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala hapendi ufisadi wa aina yoyote. Ikiwa corruption ni ufisadi wa hali ya juu mno, unaoangamiza nchi, unaoangamiza watu, unaorudisha nyuma maendeleo, basi ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwanza tuelewe kama Waislamu ya kwamba mpende. Leo ikiwa daktari anaweza kutoa pesa akahonga, akapitishwa, akapewa license ya daktari, unaweza mwenyewe ukafikiria hao wagonjwa watakuja kutibiwa namna gani. Leo ikiwa engineer anaweza kuhonga akapata license ya kusoma engineer au kutekeleza kazi ya engineer, unaweza kufikiria wewe mwenyewe tutapata majengo ya aina gani tutakayojengewa. Leo watoto wetu wanaosoma mashule na kwingineko, ikiwa watafanya udanganyifu na mambo ya ufisadi katika mitihani yao wanaosoma, almuhimu tu shule ionekane kwamba iko juu. Kati ya watoto 100 au 80 kuna watoto 70 na waliopata A na A-. Jina la shule liko juu. Jina la shule likiwa juu, watoto wengi watakuja kujisajili, na watoto wengi wakija kujisajili, hizo ni karo na fees zimepatikana kwa wingi. Wasimamizi wa shule wameangalia upande wa pesa, wameangalia upande wa investment, wameangalia upande wa faida, lakini hawajaangalia upande wa madhara makubwa yanayotokamana na mambo ya ufisadi kama haya. Hao watoto wameangamizwa kwa kudanganywa katika mitihani, kwa kupewa maksi ambazo sio zao, au kupewa jawabu katika mitihani wanapokuwa wanapewa mtihani, kuangalia kwamba je, elimu wanayo au hawana, wanajua ama hawajui. Ukaja wakafundishwa
namna za udanganyifu, wakapewa maksi ambazo sio zao. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wallahu la yuhibbu al-fasad la yuhibbu al-mufsidin. Watu hawapendi Allah subhanahu wa ta'ala watu wanaofanya mambo ya ufisadi aina mbalimbali. Ufisadi katika mali, ufisadi katika kazi, ufisadi katika akhlaq, ufisadi katika tabia, ufisadi mpaka katika mambo ya starehe. Leo wanadamu wamefika daraja za juu kabisa katika ufisadi, wamewashinda mpaka wanyama. Wanyama katika zizi la ng'ombe na mbuzi, huwezi kuona mbuzi wa kiume na mbuzi wa kike. Huwezi kuona mbuzi wa kike na baraga mbuzi wa kike, lakini kwa wanadamu tena inafanya rasmi, sio kwa siri. Inafanya rasmi wakati kumetengenezwa vipengele vya sheria maalum ili kusaidia watu hao kwenda kuoana na kuishi kama mume na mke, mambo ambayo hata wanyama wanafanya. Ndio maana Allah azza wa jalla anatuambia ndani ya Qur'an, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Wanadamu hawa wamepotea zaidi hata kushinda an'am, kushinda mbuzi na ng'ombe. Ayu ikhwan al-kiram, kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala mwisho kabisa hapendi maneno machafu, hapendi maneno mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Allah subhanahu wa ta'ala hapendi maneno machafu yakiwa anasema waziwazi, matamshi mabaya, matamshi machafu na matusi usema waziwazi. Allah azza wa jalla hapendi maneno illa man dhulim, isipokuwa yule ambaye amedhulumiwa. Yule anayedhulumiwa ameruhusiwa au amepewa ruhusa na sheria ya Uislamu kwenda pahala kumshtaki yule aliyemwambia maneno mabaya machafu. Kwa hivyo wakati kwenda kutoa mashtaka, inabidi atamke yale maneno machafu aliyoambiwa ili asimamishe kesi, ili amshtaki yule aliyemtukana. Kwa hivyo yeye pia itabidi na yeye atamke yale maneno machafu matusi. Ukienda kwa kadhi, ukienda kwa jaji, kwa hakimu, ukisema mimi nimetukana matusi, hiyo kesi bado haijasimama. Ni mpaka ueleze matusi gani uliotukanwa. Sasa na wewe pia itabidi utukane, lakini Allah azza wa jalla amekupa ruhusa ufanye hivyo kwa sababu wewe umedhulumiwa. Unataka kusimamisha haki juu ya yule aliyedhulumiwa. Bila hivyo Uislamu unamkataza kila Muislamu kutopwa au kutamka au kuzungumza kwa wazi maneno machafu, maneno mabaya, na kumsema mtu kwa aibu mbaya ambayo hapendelei yeye mwenyewe kusikia, ukaanza kumzungumza mbele ya watu waziwazi, mbele ya hadhara za watu kwamba fulani huyu ni mwizi, huyu fulani anafanya hivi au anafanya hivi, kwa namna ambayo Uislamu umekuja kuharamisha. Allah subhanahu wa ta'ala atupe hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe mbali na orodha ya hawa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi, na tuwe karibu zaidi na mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum